8:1 mpaka 31. Na kama tulivyosema ni mwaka wa kutia mundu na kufanyaje? Na kuvuna. Hebu sema ni mwaka wa kutia mundu na kuvuna. Kwa hiyo si tu kwenye huduma, lakini pia hata kwenye shughuli zetu zote sasa lazima tutie mundu tayari kuvuna. Na hilo unaweza ukalipata katika kitabu kile cha Ufunuo. Hilo neno tu la mwaka unaweza ukafungua katika kile kitabu cha Ufunuo, ile sura ya 14. Na nitaomba watakuwa naandika haraka haraka, lakini pia mchungaji utakuwa nisomea kwa sauti ya haraka na kwa juu. Aliyefika pale anaweza akanisomea Ufunuo ile sura ya 14 na ule mstari wa 15. Amen. Malaika mwingine akatoka katika hekalu akimlilia kwa sauti kuu yeye aliyekuwa ameketi juu ya lile wingu, tia mundu wako ukavune, kwa kuwa saa ya kuvuna imekuja, kwa kuwa mavuno ya nchi yamekomaa. Bwana Yesu asifiwe. Hebu pale twende kale kaeneo ka B, pale anasema tia mundu wako. Nafikiri tunaweza kuona kwenye screen, tunaweza kusoma kwa sauti, tia mundu wako ukavune, kwa kuwa saa ya kuvuna imekuja, kwa kuwa mavuno ya nchi yamekomaa. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo kwa siku hizi 4 tutasaidiana namna ya kutia mundu. Na kuna maandiko wakati fulani huwa yananitia nguvu sana, yananitia ujasiri wa kusonga mbele. Kama wewe sio shemasi usikae kule nyuma. Huwa yananitia moyo sana. Ukiangalia kwa mfano tunapoenda kwenye mavuno, naona hata kwenye gari kulikuwa na vitu kama hivyo. Kuna yale wanaita makotama, sijui makotama. Yale wanashika, shika, sijui manini, masiko sijui. Sasa ninapoona wavunaji wanavuna, huwa nakumbuka Biblia inavyozungumza. Kwa hiyo yale hayawezi kutumika kama wakati wa mavuno haujafika. Wakati ukifika tu tunaanza kuyatafuta yale makotama wakati tunavuna sisi wenyewe, lakini wale ambao huwa tunawalipa kila mmoja anakuja na kakotama kake, alafu akimaliza huwa anakapachika hapa, anaondoka zake. Kwa hiyo Biblia inatueleza wakati sasa umefika, kila mmoja awe na kakotama kake hapo, kila mmoja awe na kavunio kake. Sema amen. Alafu anasema ukavune. Na huwezi kuvuna kama wakati wa mavuno haujafika. Na Bwana anajua, na Bwana ametupa maelekezo, wakati wa kuvuna ni sasa. Na huu ni mwaka wa kuvuna. Jina la Bwana libarikiwe. Na anaposema kuvuna, anasema kwa kuwa saa ya kuvuna imekuja, kwa kuwa mavuno ya nchi yamekwisha kukomaa. Kwa hiyo ina confirm, inathibitisha kwamba wakati wa tukio la kuvuna ni sasa. Na hili neno ninaomba kila mmoja atembee nalo kwenye huduma, utembee nalo kwenye biashara, ofisini kwako, mahali popote tembea nalo. Lakini ili ifike wakati wa kuvuna, ni lazima tuandae watu wafike kwenye mavuno. Jina la Bwana libarikiwe. Kila mmoja anasema, na huwa anasema mwaka huu hakuna mvua. Na mimi kule ninakolima nimekuwa nimekiwaza kwamba Mungu akinisaidia nichimbe visima. Sasa ni kunipeleka ili niweze nikavune. Kwa hiyo labda nichimbe visima ili nisiwe nategemea mvua. Mvua inakuwa ni 50-50, na isipokuwa mvua kubwa huwezi kulilima shamba. Nina shamba kubwa. Nilikuwa nalima nanunua kidogo kidogo, lakini mwisho likafika kubwa. Sasa unaanza kuwaza,
nikililima lote hili kwanza itanigharimu sana, lakini je, mvua itanyesha? Kama huu ni mwezi wa kwanza, mvua haijawa stable enough na jua linakaa hivi, na huu sasa hivi ungekuwa ni wakati mpunga ungesha kaa vizuri kabisa, unapiga hesabu, je, nikiweka nguvu yangu hapa nitaweza? Kwa hiyo kama hutaweza unasema niache mwaka. Lakini kama ukiwa na maji, una uhakika kabisa kwa mwaka utavuna mara 2. Na kwa kashamba kangu sio kakubwa sana, manake nikivuna mvuno mmoja kwa uhakika wa maji naweza kufikia magunia 150 ya mpunga, 150. Kwa hiyo kama 150 nikavuna mara 2 kwa mwaka, nitavuna magunia 300. Nikikoboa naweza kupata magunia 200. Magunia 200 ni hela nyingi sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ninachokuambia sio kwamba nimelima, naangalia ili ufike pale kwenye ule kutia mundu wako ukavune. Anasema kwa kuwa saa ya kuvuna imekuja. Anasema kwa kuwa mavuno ya nchi yamekomaa. Kwa hiyo kuna process inayotufikisha mahali pale. Sasa madam Bwana ametuingiza mwaka huu, ni lazima tuweke strategies, miundo mbinu yote ya kiroho na kuwafungua watu akili ili tuweze kufika mahali ambapo Bwana anatutaka. Maazimio ya mwaka huu mpya yana maana gani na mbona huwa tunashindwa kuyafikia? Unaweza kuandika kichwa cha habari, maazimio ya mwaka mpya yana maana gani? Wataniandikia maazimio ya mwaka mpya yana maana gani na mbona huwa tunashindwa kuyafikia. Kuna maazimio yapi ambayo unayo na mbona mwisho wake tunajikuta hatujafika? Japokuwa Bwana ametueleza mavuno yako tayari, na anatueleza kwamba tutie elimu yetu pale, huo mundu sasa. Maana elimu ndio itakayokata, mtaji ndio utakayokata, bidii ndio itakayokata yale majani ya mpunga. Na unaweza mpunga ukao umekomaa lakini huna cha kukatia, hutaweza kupata kitu kinachoitwa mpunga. Kwa hiyo ni lazima tujifunze, watu wa Mungu, ili mwisho tupate mabadiliko makubwa. Hapa kila mtu ana kazi. Kwa mfano Mungu yupo, wewe ni msusi wa nywele. Ni lazima tukwambie kwamba watu wanaotaka kutengenezwa nywele wapo, hawapo? Wapo. Yaani ukisema hawapo, uongo. Watu wa kutengenezwa nywele vizuri wapo. Namna ya kuwapata na kuwakata nywele, hiyo ni issue nyingine. Lakini watu wa kukatwa nywele wapo. Anayetengeneza genge la chakula, walaji wapo. Namna gani tuwapate walaji na namna gani tutawahudumia? Ndio hapo sasa, tengeneza mdu wako tayari kuvuna. Jina la Bwana libarikiwe. Kama ni huduma, basi watu wengi wapo wanahitaji neno la Mungu. Sio kwamba watu wahitaji neno la Mungu, wapo wengi tu. Ili uweze kujua, tengeneza mkutano, watakuja. Lakini namna gani tutawavuna, ndio hayo mambo tuweze kuyapanga. Kwa hiyo ninaomba kila mmoja fungua moyo wako, fungua utayari na uandike pia. Mimi sitaenda kwa kasi, lakini mwisho wa yote tutaomba kwa ajili ya kazi zetu za mikono. Katika kile kitabu cha Mwanzo, ile sura ya 1 na ule mstari wa 1 mpaka wa 3, kwa sababu nitasoma kwa jina la Yesu Kristo. Biblia inasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Hebu tusome pamoja nami. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Lakini mstari wa 2, maana nimesema mpaka mstari wa 3, anasema nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ilitulia au ikatulia juu ya uso wa maji. Na anasema mstari wa 3, Bwana akasema iwe nuru, na ikawa nuru. Niongeza kamstari kale ka 4, anasema Mungu akaiona nuru ya kuwa ni njema. Mungu akatenga nuru na giza.
lakini tuanze katika eneo hilo la kwanza, maana tunajifunza. Anasema jambo la kwanza ambalo lilianza ni Mungu kutamka. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza ukisoma vitu vitatu, hapa kuna vitu vitatu. Kama unaangalia vizuri kwenye skrini, hebu angalia hivyo vitu vitatu, maana ninakufundisha. Anasema hapo mwanzo, tuache hilo neno hapo mwanzo, tuliwekee kama kakoma au bracket, tukatoe. Mungu, huyo Mungu tunamweka kwenye bracket, naye tumweke kwa neno lake kama anajitegemea. Mungu aliziumba, nako kaliziumba tunakaweka kwenye bracket, kanajitegemea. Lakini mbingu tunaiweka inajitegemea, lakini pia nchi inajitegemea. Kwa hiyo haya mambo yana kila kafungu kana maana. Tunaweza tukafundishana hapa kwa muda mrefu sana hako kamstari kadogo. Kwanza, lazima kuwepo na mwanzo. Hebu sema lazima kuwepo na mwanzo. Na huo mwanzo ndio tunautengeneza. Kwa lazima kuwepo na chanzo cha kitu. Unaweza ukaona watu wanagombana lakini kuwepo na chanzo. Unaweza ukaona kuna mtu anafanya vizuri kwenye huduma, lazima kulikuwa na mwanzo. Unaweza ukamwona mtu anafanya vizuri sana kwenye biashara, lazima kulikuwa na mwanzo. Na mwaka 2026 na wenyewe una mwanzo. Bwana Yesu asifiwe. Tusiudharau ule mwanzo. Hata Biblia inazungumza usiudharau ule mwanzo. Mwanzo hata kama ni mdogo, Biblia inasema ule mwisho uliongezeka. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo mwanzo unaweza ukawa ni mdogo, lakini mwisho lazima uongezeke. Weka hiyo imani kwamba ule mwanzo ulikuwa ni mdogo. Hebu sema ule mwanzo ulikuwa ni mdogo, lakini mwisho uliongezeka. Lakini si ndio Biblia inasema hivyo? Biblia inasema ule mwanzo ulikuwa ni mdogo. Hebu sema kwa afya kabisa, ule mwanzo ulikuwa ni mdogo, lakini mwisho uliongezeka. Sasa hilo ni jambo la kwanza. Kwa hiyo mwanzo tuushughulikie. Januari, watu wanasema Januari ni mwezi mbaya, ni mwezi mgumu. Ukianza kutamka maneno hayo, unaharibu Februari mpaka Disemba. Sisi tuliokoka hatustahili kutamkia vibaya ule mwanzo. Na ndio maana unaweza ukauona mtu unamwambia kwamba biashara yako ni kidogo tu, yani kidogo tu. Ukianza kutamka hilo katika ule mwanzo, unaharibu kesho yake. Lazima utamke, maana ule mwanzo ndio mwanzo wa maono ulio nayo. Bwana Yesu asifiwe. Lazima uone kwamba sio sasa unaona kesho. Lazima uone kwamba huoni sasa, unaona kesho yako, lakini kesho yako inaandaliwa na leo. Hebu geukia mwenzako mwambie kwamba kesho yako inaandaliwa na leo. Jina la Bwana lipewe sifa. Nauliza, jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Kwa hiyo kama mwanzo ni mdogo, ujue kwamba Mungu anaruhusu yale mazingira ya uchache uweze kuyamanage vizuri. Chochote tu ukikianza kwa ukubwa, yamkini unaweza ukajikuta unakosa direction, kwa sababu hujapata experience ya kutosha. Kwa lazima kitu chochote uanze katika udogo, katika hali ya udhaifu, lakini katika kipindi kile ule mwanzo unakupa thamani, value ya kile utakachokipata kesho. Kwa sababu ukipata kesho kitu kikubwa, utajua value yake, utajua thamani yake. Kwa sababu ule mwanzo umeusumbukia, ulikuwa ni mdogo sana, yamkini umechekwa, yamkini watu wamekudharau kwa kile kidogo unachokianza. Lakini leo umekuwa na kikubwa, kwa ukubwa ule utajua ile momentum. Tuseme tu, tunaweza kusema momentum, sikizuka ule mwenendo wa kufika pale umekugharimu kiasi gani. Kwa hiyo mimi naomba mwezi wa kwanza, wengine wanapotamka kwamba ni jambo gumu, wewe kataa kwa jina la Yesu. Wengine dunia ina namna yake ya kutamka, lakini sisi tunaamua kila jambo analoanzisha Mungu halibaki hivyo. Litapata breakthrough, litafanikiwa kwa jina la Yesu Kristo. Wengine wakisema sijui mwaka mgumu, sio mwaka mgumu, sio mwezi mgumu. Sema tu kwa sababu kodi
zipo, ada zipo, lakini kama ungelikuwa umejipanga tangu mwanzo, mwezi wa kwanza usingeusema vibaya. Kwa sababu mwezi wa 12 una sherehe nyingi. Mwezi wa 12 una sherehe nyingi. Kwa hiyo watu waliwekeza kwenye vitu pengine sio vya lazima, wakajikuta hela zote zimeisha. Ndio maana wanasema mwanzo mgumu. Walikunywa pombe sana, wakanywesha pombe sana, wakafanya masherehe yasio na maana sana, wakasafiri kupoteza fedha. Sasa na pesa yako ni limited, ina kizuio mpaka uanze kazi ndio upate mshahara. Kwa hiyo kama tungekuwa tunajipanga, tusingekuwa na tabia za kusema kama watu wa dunia. Bwana Yesu atusaidie. Kwa hiyo ninaomba, kama mwanzo upo mbele yetu na ni lango la mwaka mzima, usilitamkie neno gumu, usilisemee jambo baya. Wewe sema ninaanza pamoja na Mungu, na Mungu ndiye mwezeshaji wa kila kitu. Sema amen. Rudia tena, sema amen. Bado sijafurahia, sema tena, sema amen. Na lingine tena, kuna ile pointi ya pili inasema aliziumba. Hapo Mungu au kakipande, rudi hapo. Nilisema kila kakipande kana kazi yake, alafu nitaviweka pamoja. Anasema Mungu. Kwa mwanzo lazima uwepo, lakini mwezeshaji, mpelekaji, mfunguaji wa milango yote ni Mungu. Haleluya. Sema tena kwa sauti ya amen. Ni Mungu. Hebu sema ni Mungu. Ndio maana Musa anasema uso wako usipokwenda pamoja na sisi, usitutoe hapa. Huko tutafika, lakini lazima utambue kuanzia leo kwamba mwezeshaji wetu ni Mungu. Hilo la pili. Lakini la tatu kutoka pale anasema aliziumba. Sasa hapo ndipo nitakapofundisha kwa sehemu kubwa. Aliziumba. Hebu sema kuumba. Sisi watu tuliokoka, kipindi cha mwezi wa kwanza ni kipindi cha kuumba, kipindi cha matamko, kipindi cha kujenga. Haleluya, sema amen. Kwa kama Mungu aliumba, na sisi lazima tuumbe. Mgeukie mwenzako kumwambia kwamba ni mwezi wa kuumba. Bado sijakusikia vizuri. Hebu sema ni mwezi wa kuumba. Ni mwezi wa kutengeneza. Sasa anatengeneza nini? Unatengeneza vitu vya rohoni na vitu vya mwilini. Anaposema aliumba mbingu na nchi, maana yake mbingu tunaweza tukasema ni mambo ya rohoni yote, huduma zetu, mahusiano yetu. Kwa sababu huu ni mwezi wa, ili uende na Mungu kwa wakati wote, hauhitaji kukosana na Mungu hapa katikati. Inahitaji utembee pamoja naye. Na Biblia inasema watu wawili hawawezi kutembea njia moja pasipo kupatana. Kwa kipindi kama hiki, ili tuende na huyu ambaye anaitwa Mungu, ni lazima tutengeneze mazingira ya mahusiano na Mungu kwanza. Kwa katika kutengeneza, katika kuumba, ni lazima tuumbe masuala ya rohoni. Kwa masuala, kwa mfano huduma. Huduma yako unaitamkiaje? Unaiumbaje? Unaiwazaje? Unaipangaje? Kama ni mwimbaji, unawaza utafanyaje? Kama ni muombaji, unapanga itakuwaje? Kama ni biashara, sasa anasema aliumba na nchi. Kwa masuala yote ya duniani. Haleluya. Nirudia tena, haleluya. Masuala yote ya duniani, ya duniani ni pamoja na tangibles. Unashika meza, unafungua duka, unafungua biashara, unafungua shamba. Hayo ni mambo yote ya duniani. Kwa Mungu anaweza akakutumia kinywa chako kufungua mambo ya mbinguni yakaenda vizuri, na mambo ya duniani pia yakaenda vizuri. Sasa shida ya watu waliokoka, wanaangalia mambo ya mbinguni tu, mambo ya rohoni wanayasahau. Kwa hiyo tunabarikiwa sana kunena kwa lugha, tunabarikiwa sana kuwa na mahusiano mazuri na Mungu, lakini tunasahau kuwasiliana vizuri na Mungu. Ni vizuri, na tunasahau kwamba tunaishi duniani. Tunasahau kwamba, samahani tutazima. Tunasahau kwamba kuna kula chakula, kuna kuvaa mavazi,
kuna kupeleka watoto shule, kuna kujenga nyumba, kuna kununua viwanja, kuna kuoa na kuolewa, kuna kununua magari, kuna kupandishwa cheo. Mtu mmoja aseme amen. Lazima tufanikiwe, na mimi ninaamini kabisa, na niko very sure, mpaka Mungu amenipa hilo neno, niko very sure kabisa ni mwaka wa kutia mundu na kuvuna kwa jina la Yesu. Sasa kwenye maeneo yote ni lazima uwaze haya mambo niliyokueleza. Kwanza lazima uwepo mwanzo. Sasa lazima uwepo mwanzo. Alafu mwezeshaji ni Mungu. Mbona usemi pamoja nami? Mwezeshaji ni Mungu. Mimi ninaumba mambo ya mbinguni na mambo ya duniani. Kwa vitu kama hivi tuviangalie. Lakini ukichukua neno Mungu na ukichukua neno mbingu na ukichukua neno nchi, ukijumlisha, nisahau kuziandika hizo namba, ukizijumlisha hizo, yani mbingu, Mungu, mbingu, nchi, inakupa namba 777 katika algebra za Biblia. Na nambari 7, naomba niangalie, na nambari 7 maana yake ni ukamilifu. Hebu sema ukamilifu. Na maana yake ni muhuri wa Mungu. Hebu sema ni muhuri wa Mungu juu ya kazi zake. Sasa nikirudia kwa maneno matatu hayo, Mungu, mbingu, nchi, maana yake Mungu anapoanza, anaanza akiwa amekamilika. Na wewe ili ufanikiwe kwa mwaka huu 2026, ni lazima uanze ukiwa umekamilika. Haleluya, sema amen. Ni lazima uanze ukiwa umekamilika. Sasa nikuulize swali, umejiandaa kufanikiwa? Na juzi tulisema kwa mke wake na Elisha, sijui kanisani sasa hivi au wewe unanisikia kwenye mitandao, sijui nani yuko mjamzito, sielewi sasa hivi, maana sijajulishwa hapa, lakini kwenye mitandao mnajua ni nani yuko mjamzito. Kadri mtu unavyokwenda ndivyo mtu anavyojiandaa kwa ajili ya kupokea kile ambacho kimo ndani yake. Unaweza ukaulizwa, umejiandaaje? Umejiandaaje kuzaa? Umejiandaaje kuvuna? Umejiandaaje kuvuna? Au unafikiri hivi vitu vinatokea? Hamna. Hata kama Bwana amesema tutavuna, kuna kupalilia. Nasikia sehemu zingine unasema kuna kutia mbolea, kuna kufanya hivi, mpaka inapofika unasema ninavuna. Kuna process ya kufika kwenye kuvuna. Watu wanasema namwachia Mungu. Huwezi kumwachia Mungu. Mungu anafanya kazi pamoja na watu. Mungu huwa hafanyi peke yake. Mgeukie mwenzake, mwamzako, mwambie Mungu hafanyi peke yake. Kwa hilo litunze kichwani. Usije ukafika mwisho wa mwaka ukasema mbona sijavuna. Hapana. Hatuambii kwamba ni mwaka wa kuvuna alafu tukalale. Haiwezekani. Unaambiwa tukavune, lakini huwezi kupalilia. Sikwambii wote tu wakulima, lakini nakueleza kwa mfano kama huo. Huwezi kupalilia maono, huwezi kuyaandaa hatua unazokwenda. Utasikiaga tu watu wanavuna. Kwa hiyo tunapanda mbegu. Kwa mfano nikueleze suala la mpunga anavyofanya. Unaandaa shamba. Kwa mfano tunakata majani, miba tunaisafisha. Ikifika mvua tunalima kwa ng'ombe. Ukimaliza kulima unaacha yale majani na nini vikao ndani kama mbolea vioze. Kisha unasafisha, unalainisha, wanasema unalainisha, unatoa yale majani, shamba linakuwa wazi. Lakini nia yako ni kuvuna. Bwana Yesu asifiwe. Nauliza mseme kwa sauti amen. Ukimaliza unaanza kupanda mbegu. Baada ya muda ukifika unaanza kupalilia. Ukimaliza kupalilia unasubiri kuvuna. Na kuvuna, ukishamaliza kuvuna unashika, unaanza kuyapiga. Ukimaliza unachukua, unaweka kwenye magunia, alafu unaweka kwenye magari unapeleka. Alafu mpunga unakaa ili ule mpunga. Tena unapeleka kwenye mashine, unakobolewa, ndio unaula. Kwa hiyo kuna process. Watu wengi wa Mungu tunapowafundisha mafundisho kama haya, wakimaliza wanaenda kulala,
Huu mwaka sio wa kulala. Bwana Yesu asifiwe. La sivyo itabaki ndoto. Na haya mambo yanafanyika kwa watu wengi waliookoka. Wanamwachia Mungu. Usimwachie Mungu. Biblia inazungumza kwamba Mungu anafanya kazi pamoja na watu. Kwa wewe ukipanga, Bwana anawezesha. Ukiugua na usifanye kazi, Mungu atakuponya ili ukafanye kazi. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini mwisho wake itafanikiwa. Mwingine anaweza kusema mkutano umekuwa mzuri, Mungu ameubariki, Mungu ametuwezesha, Mungu ametenda. Si kwamba mkutano Mungu ameutendea. Tumeandaa mkutano na Mungu akafanya kwa sehemu yake. Tumeombea mkutano, Bwana akaponya. Tumeombea mkutano, watu wakaja na wakaokoka. Ni Mungu na wanadamu. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo haya mambo ni ya muhimu sana. Hizi algebra ni za muhimu. Mungu ina thamani kama ya point 86. Kwa hiyo kijumlisha na zingine zinazobaki zile ni namba 777. Na Mungu amethibitisha mahali pawili tu kwamba anaanza akiwa amekamilika. Hii ni sehemu ya kwanza. Mungu anaanza akiwa amekamilika. Mwanzo ile sura ya 1 na mstari wa 1. Na habari za Yesu Kristo, na Yesu Kristo alianza akiwa amekamilika. Kabla ya huduma ilibidi kwanza Yesu afanye akiwa amekamilika. Hebu sema ukamilifu. Sema ukamilifu. Unabarikiwa lakini? Unabarikiwa. Sasa hebu sikiliza. Yesu akaonekana, akaingia ndani ya maji, akabatizwa na Yohana. Alafu alipobatizwa na Yohana, watu wanamuona Yesu akiwa single. Alafu sauti ikasikika kutoka mbinguni, ikasema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu, msikilizeni. Ukatokea uwili mtakatifu. Ilipomaliza ile sauti, akatokea hua, yani njiwa, akaja akazama ndani ya Yesu. Ukawa tayari utatu mtakatifu. Akaanza akiwa amekamilika. Mtu mmoja aseme amen. Sasa ninaomba, anza ukiwa umekamilika. Anza ukiwa umekamilika. Na ukianza ukiwa umekamilika, lolote baya unalolijenga ndani yako, ujue hilo litakuathiri au litakufanikisha. Athari zinakuja za aina mbili, athari njema na athari mbaya. Lolote unalolianza mwezi huu utalivuna. Ukianza na negative, utavuna negative. Ukianza na positive, utavuna. Kwa hiyo huu mstari wa kwanza mnauonaje? Hebu sema hapo mwanzo Mungu. Hebu sema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Rudia mara ya pili tena kwa sauti moja, twende tena pamoja. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Sasa mmeelewa hiyo mistari? Nauliza, mmeelewa? Maana hiyo tatu inaanza Mungu akiwa amekamilika. Naomba na wewe anza mwezi huu wa kwanza ukiwa umekamilika. Na mwezeshaji wako ujue ni Mungu. La kwanza, Mungu anataka vya rohoni viwe bora zaidi, kama anavyosema katika Biblia. Kwanza utafuteni kwanza ufalme wa mbinguni. Unaona, anaanzia masuala ya rohoni. Masuala ya rohoni yana nguvu sana. Masuala ya rohoni ndio yanayodhibiti mtu. Kwa sababu hapa rohoni pakiwa bora, pata kudhibiti kwa misunderstandings nyingi, vitu visivyoeleweka, misuses nyingi, yani matumizi mabaya yasiyo na maana. Yani kwanza papone hapa. Pakisha pona hapa, Biblia nasema utafuteni kwanza haya mambo mengine ya nchi, haya ya duniani, yote ni haki yetu. Na kama Mungu ndiye mbaraka wetu, baraka zetu, maana yake huko ndiko kuboreka kwa masuala ya kiroho pia. Bwana Yesu asifiwe. Nauliza, Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa pili anasema nchi ilikuwa ni ukiwa. Tunaanza mwaka 2026. Mimi nasema huu ni mwaka mtupu. Sasa hivi ni mwaka ulio mtupu. Hebu niangalie. Tunaweza kusema ni mwaka mtupu. Ndani yao ninavyomaanisha. Huu ni mwaka mtupu, haujainvest kitu chochote. Haujawekeza kitu chochote. Ni kama vile mtoto mdogo. Mtoto mdogo hapa kichwani huwa hana kitu.
Kwa hiyo walimu wanaanza kuwekeza kwenye zero. Wanaanza kuwekea kwenye zero. Kwa hiyo huu mwaka anayestahili kuujazia pale ni kile kinachotoka kwako. Mnanielewa? Lakini ili utambue kwamba huu mwaka mtupu, usipopangia kitu chochote utaisha tupu hivi hivi. Kwa kile unachokitaka kifanyike mwaka huu, anza kukiweka sasa hivi. Anasema hii dunia tunaweza kusema mwaka 2026 bado ni mtupu. Hebu sema bado ni mkiwa, tena mtupu. Na Biblia inasema na giza lilikuwa juu ya uso hapa, na giza limetanda mpaka sasa. Yaani hujui kitu chochote. Kwanza tuache hilo giza. Tuanze kwanza kwenye utupu. Hebu sema utupu. Mbona mnaniangusha? Sema utupu. Kweli Biblia zinatofautiana siku hizi. Hapa inasema nchi ilikuwa giza tena tupu. Hapa inasema nayo nchi ilikuwa tupu tena bila umbo. Ni sawa? Hebu naomba nisome katika Biblia yangu hii. Hebu sema ilikuwa ukiwa na utupu. Sasa utupu ni empty, wazi, hakuna kitu chochote. Na Bwana anatupa sisi sasa ndio tuanze kuitengeneza. Unajua miaka ile ya 1800, 1900, labda 1900, yani manake ukiangalia Mwanza hii ilikuwa pale bandarini, ilikuwa ndio vijumba viwili vitatu, lakini kote kutokea kulikuwa nyumba za majani tu, hamna kitu mpaka mjini. Naweza kusema ilikuwa ni ukiwa, ilikuwa ni tupu. Si mnanielewa ninavyomaanisha? Mimi nilipokuwa nikijenga pale, hata ile lami hatukujua kama itapita barabara. Kulikuwa kuna maji, hakuna umeme. Alafu tulikuwa tunapita vichochoro kule. Juzi tulikuwa tunazungumza na mama, yani tulikuwa tunapitia kule, haieleweki. Na ukisema kwamba unapata kiwanja Kiseke, watu wanakucheka. Ilikuwa ni very open, hakuna kitu. Lakini ni nani amejenga nyumba? Nani ameweka miundombinu? Ni wanadamu. Sasa maana yake ni kama ninavyotaka kukueleza kwamba Mungu ametupa mwaka huu mpya. Maana yake hauna kitu chochote. Sisi ndio tujenge magorofa. Sisi ndio tujenge yale yamo ndani ya mioyo yetu. Sisi ndio tuifanye mwaka huu ujae, na ukijaa utufanye sisi tuwe watu maalumu. Bwana Yesu asifiwe. La kwanza, maono yako unaweza ukayaona ni matupu. Labda kama ulikuwa na mawazo, mipango ya mwaka jana, basi unaiendeleza ile. Bwana Yesu asifiwe. Hivi naenda na vizuri na wewe? Naenda vizuri na wewe? Sasa kila mmoja angalia mwaka huu. Ni mtupu kwako. Mwaka huu ni mtupu. Unataka kujaza nini pale? Na Mungu ameshasema kinywa chako nitakapoanza kufungua, bado nakueleza tu aka kifungu, alafu nianze kukueleza yale ambayo nimeandika hapa. Katika kuumba, tutaumbaje, tutafanyaje, kipi kitakachosaidia uumbe. Lakini lazima ujue kulikuwa na utupu. Hakuna kitu mwaka huu. Nikueleze haki ya nani? Space niangalie. Na kueleza hivi, nimesimama hapa. Pamoja na ahadi zote, kama utaamua kutofikiria kitu chochote, kama utaamua kutembea bila maono yoyote, kama utaamua kwamba wengine asubuhi panaamkika, panapambazuka na nini, wewe unachukua shuka unajificha ndani, utamaliza mwaka huu bila kuwa na kitu chochote. Nasema uongo au kweli? Ndio maana nasema itabaki kuwa ni utupu, ili mwisho wa mwezi wa 12 paonekane kuna kitu. Mawazo yako ndio atakaosema, kama vile tunatengeneza barabara, tunatengeneza majengo, maana yake nifanye biashara hii, niwe na huduma hii. Hivyo vyote tunaviweka katika utupu. Mungu akusaidie katika hiyo. Una ndoto gani? Una mawazo gani? Una mpango gani? Mpango wako ndio utakaoijaza 2026. Lakini pia anasema na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi. Yaani kuna giza, huoni unakokwenda kwa 2026.
Na anasema lakini pamoja na giza, pamoja na utupu, Roho wa Mungu alikuwa ametulia juu ya uso wa maji. Pamoja na kwamba hatuoni kitu chochote mwaka huu, hatuoni kama tutasucceed, hatuoni kama tutafanikiwa, lakini kitu kinachotusaidia, Bwana yuko pamoja na sisi. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Piga kelele, sema mara 3 amen, amen, amen. Anasema Roho wa Mungu ikatulia juu ya maji. Hebu sema Roho wa Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Na anasema mstari wa 3, anasema Mungu akasema iwe nuru, na ikawa nuru. Hebu sema iwe nuru. Tunaona katika giza sisi tunaweza kutamka na nuru ikatokea. Yaani matamshi yetu yanaweza yakabadilisha kitu chochote. Hebu tamka iwe nuru na itakuwa nuru. Hebu sema maneno hayo mawili. Bwana Yesu atusaidie. Naanza haya maandiko na maneno unaweza ukayaangalia vizuri ukayatumia. Umba vya kimbingu au umba vya kidunia. Umba mambo ya kiroho, huduma na ya kimaisha ya hapa duniani kama biashara, kazi, nyumba. Wewe kazi yako ni kuumba tu. Zaburi 82 mstari wa 6. Yaani umba kwa vitu nilivyosema, umba sasa. Na nitafika mpaka kwenye kinywa. Anza kuumba. Zaburi ile 82 kama amefika mstari wa 6. Sijui kijana analala, sijui anafanya kazi vizuri, sijajua. Mstari wa 6 anasemaje? Neno la Bwana linasema, mimi nimesema, ndini miungu. Sema tena. Mimi nimesema, ndini miungu, na wana wa aliye juu, wote pia. Hebu sema pamoja na mimi, sema mimi nimesema. Bado sema tena kwa sauti, mimi nimesema. Ninyi miungu. Ndinyi miungu. Ni neno gumu, sema ndinyi miungu. Na wana wa aliye juu, nyote pia. Bwana Yesu asifiwe. Hebu niangalie. Ukirudi pale sasa juu, anasema akaumba. Kwenye ule mstari wa kwanza. Na unapoumba maana yake unatamka. Na ili kitoke, maana tumesema Mungu aliumba. Na Mungu ametufanya sisi kuwa miungu wadogo. Sema mimi ni Mungu mdogo. Kwa hiyo uwezo ambao Mungu ameweka kwenye kinywa chako ni cha kutamka. Na ukitamka vitu vinatokea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Anasema mimi nimesema, ndinyi miungu. Unaona ameweka herufi ndogo. Ninyi ni viumbe, nyie ni miungu wadogo. Hebu ngeukie mwenzako kumwambia kwamba wewe ni Mungu. Sema wewe ni Mungu mdogo. Tuweke neno hili tusije kwa sababu kwa kusema Mungu huwezi kusema herufi kubwa wala ndogo. Ngeukie mwambie hivi, wewe ni Mungu mdogo. Mara pili tena, hebu rudia tena nikusikie. Lakini pia wewe ni mtoto wa aliye juu. Bwana Yesu asifiwe. Sisi ni miungu, lakini sisi ni watoto wa Mungu. Ndio maana yake. Maana yake kama Mungu una uwezo wa kutamka jambo na likatokea. Nimesema Mungu alitamka na vitu vikatokea. Na wewe unachokitamka ndicho kitakachotokea. Na tunatamka ili kuijaza dunia iliyo tupu. Bwana Yesu asifiwe. Unatamka ili kujaza vitu vilivyo au eneo lililo tupu. Unatamka kitu gani? Unatamka kitu gani? Unatamka kitu gani? Au upo tu mradi tu mwaka umeisha unatembea hivyo hivyo? Haya matumizi ya neno Mungu na yanatamkwa mara chache sana. Lakini yakitamkwa yanataka kutofautisha kati ya Mungu mkuu na Mungu. Sasa ninaomba kuanzia leo anza kuwaza. Mimi nimewaza mambo kadhaa. Nimewaza mambo ya rohoni katika utumishi.
Nimesema kila baada ya miezi mitatu nitakuwa nafanya semina za uamsho. Sio hizi. Hii tu natengeneza kuandaa mwaka mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mwezi wa pili nitafanya ile kubwa. Nimeandaa hivyo. Nimeandaa nitafanya mikutano ya injili kote kule. Nimeandaa mambo kadhaa ambayo nimeyaandika. Na nimeanza kumwomba Mungu nitembee katika hayo. Ndio kuumba mbingu na masuala ya rohoni nimeandaa 1, 2, 3. Na haya ndio atakao nifanya mimi nisilale, nisitulie, nisipoteze muda. Ikifika mwisho wa mwaka mimi nina tabia, huwa naandaa vitu gani nilifanikiwa, nilichokiandaa na vitu gani nilishindwa. Huwa najiwekea kwenye pasenti. Nimehudumu kwa pasenti ngapi? Sometimes nimewezesha kwa 87%. Wakati mwingine nafanyaga mpaka 90%. Kwa yale niliyoyapanga nilifanikiwa kwa kiwango kipi? Sasa watu wengi tunapofika mwezi wa 12 unaweza kusema umefanikiwa. Umefanikiwa kwa kiasi gani? Kwa sababu mimi mambo yangu yote naandikaga kwenye kompyuta, naandika yote. Kila kitu nakuwa na tiki. Mwisho wa mwaka ninaweza nikajua Mungu amenisaidia kwa kiasi gani na Mungu nimeshindwa kufanya kwa kiasi kipi. Bwana Yesu asifiwe. Nauliza Bwana Yesu asifiwe. Hebu rudia tena Bwana Yesu asifiwe. Hebu mgeukie mwenzako mwambie kwamba Mungu anasema wewe ni Mungu. Ni mwana wa aliye juu. Kinywa chako kinaweza kikatengeneza jambo lolote. Ukisoma katika kitabu kile cha katika kitabu cha Kutoka ile sura ya 7, Kutoka ile sura ya 7 mstari wa 1, aliyefika anaweza akasoma Kutoka. Akamwambia Musa, angalia, nimekufanya wewe kuwa kama Mungu wa Farao, na huyo ndugu yako Haruni atakuwa nabii kwako. Rudia tena. Hivi hapa mbona muandiki? Twende. Akamwambia Musa, angalia, nimekufanya wewe kuwa kama Mungu. Nimekufanya wewe kama